bana hiyo mikutano yenu hiyo inasababisha, inahubiri chuki, itavunja amani. Huko ni kuingiza polisi kwenye siasa. Mimi CCM nampenda sana mtu mmoja. Kena ni kiongozi. Kena ni kiongozi, ni katibu mwenezi, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Anafanya siasa. Ndio maana Chadema wakitoka Ruvuma na yeye kesho anaenda Ruvuma. Wakihubiri uongo yeye anaenda kuhubiri ukweli. Ndio siasa. Mimi naamini kama kweli kuna watu wanahubiri vurugu, kuna watu wanahubiri uvunjifu wa amani, wakamatwe hao watu. Na mimi sitaenda kuwatetea, hata kama watanilipa shilingi ngapi siwezi kwenda kuwatetea watu wa hivyo. Kwa sababu amani ikivunjika wote tunakuwa kwenye shida. Lakini ili jambo lisichukuliwe kiujumla jumla tu, liingizwe aliyekuwemo asiyekuwemo wote wanaingizwa kwenye kapu moja. Hiyo haikubaliki, sio sawa. Ni kutokuwatendea watu haki. Watu wa usalama wamefundishwa kazi yao, wanaifanya vizuri kwa weledi na wameifanya kwa miaka yote, ndio maana nchi iko hapa ilipo. Wao wafanye kazi yao tu huko. Na wanaofanya siasa wafanye siasa. Wajibizane. Waziri wa mambo ya ndani ni mwanasiasa. Kama anaona hawezi kuwajibu Chadema na vyama vingine, atafute kitu kingine, wafute hii katiba. Tubaki kwenye mfumo wa chama kimoja, inawezekana wakaifuta hii katiba. Lakini kusema usalama, kila kitu kigusa usalama. Ukitafaa unaambia nchi usalama, amani na utulivu. Sasa nakaa unajiuliza, hii amani ni lini? Nimeshaeleza kwa kirefu sana hapo mwanzoni kwamba usalama maana yake nini kwa mujibu wa hii katiba. Na mimi naomba huu mjadala uwe endelevu. Tukutane watu kadhaa wenye mawazo tofauti, elimu na uzoefu tofauti, tulijadili hili jambo kwa mustakabali mpana wa nchi yetu. Nchi haiwezi kuendeshwa kipolisi. Hii nchi ni ya kiraia. Ndio maana tumefanya uchaguzi mwaka jana. Alafu tunasema hatuwezi kuingiliwa kidemokrasia, sisi ni nchi ambayo tunajua demokrasia. Sasa si watu wafanye siasa, waruhusiwe wafanye mikutano yao. Kiongozi ameomba mdahalo na Lema, kaomba mdahalo na Sugu, ameomba mdahalo na Heche. Hiyo ndio siasa sasa, wapewe mdahalo pale. Lakini mdahalo kama haupo, kwa sababu mdahalo na wenyewe kuandaa ni gharama, kila mtu afanye siasa zake huko mtaani kama sheria inavyoruhusu. Wakipita Mwanza na wewe kesho nenda Shinyanga, kaeleze. Wakiongea uongo ongea ukweli. Wakihubiri chuki wahubiri amani, ili watu wakufuate wewe unayehubiri amani. Kwa sababu hamna Mtanzania mjinga ataenda kujiunga na chama kinachohubiri vurugu. Watanzania sio wajinga kiasi hicho. Yaani wewe unaona nyomi ile ya Chadema ile. Nyomi inajaa kabisa wanasema. Mle kuna wasomi, kuna watu wenye akili zao timamu, kuna watu wazima, kuna wazee, kuna watu wana busara. Yaani waende wakasikilize mambo ya kipumbavu. Yaani wangesikiliza mkutano mmoja tu wakagundua kuna vurugu, hamna mtu angeenda pale. Hakuna mtu angeenda pale kusikiliza ile. Lakini wameenda Ruvuma nyomi, wameenda Kigoma nyomi, wameenda siji Ruvuma nyomi, wameenda Lindi watu wamejaa. Alafu ndio anakuambia wanahubiri chuki. Wakamateni. Wafungulieni mashtaka. Si nchi inaendeshwa kwa mujibu wa utawala wa sheria. Nchi inaendeshwa kidemokrasia. Nisome ibara ya 3 labda pengine watu hawajui. Ibara ya 3 hapa. Ibara ya 3. Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Katiba ndio inasema hivyo. Ni nchi ya kidemokrasia, sio nchi ya kipolisi. Polisi ni walinzi tu, waende wakalinde huko watu. Na wamepewa mbinu zote. Juzi hapa nashukuru kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, serikali ilipitisha bajeti kubwa sana ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Imeliwezesha jeshi kivifaa, kimasilahi, polisi wanalipwa vizuri saizi, wana magari mazuri, wana vitendea kazi vya kisasa. Ambapo lengo ni kuwawezesha sasa wagundue hao wapumbavu wanaoleta uvunjifu wa amani hapa nchini kwetu ni kina nani. Hii kauli ya kwamba hapa usalama haupo ikiendelea kuhubiriwa hivi kwa maslahi ya muda mfupi ya kisiasa, yatatuathiri kiuchumi. Hakuna mwekezaji anakuja kwenye nchi ambayo usalama haupo, na mamlaka ndio zinasema hivyo tena ndani ya bunge kwamba hamna usalama. Hakuna mtalii anakuja hapa katika nchi ambayo hakuna. Ushakuona mtalii anaenda kutalii Kongo? Ushakuona kuna mtalii yote kafunga safari katoka Ulaya anaenda Kongo kutalii vita? Hakuna mtalii wa hivyo. Lakini tunajivunia hapa kwamba utalii ni moja kati ya vyanzo
vya mapato katika pato la taifa, kwa sababu watu wanakuja kuangalia vivutio vilivyopo na kwa sababu wamehakikishiwa usalama. Mimi naisii sana serikali na kisi Chama cha Mapinduzi wafanye siasa. Kufikia hapo tumehitimisha mazungumzo yetu na asante sana kwa kutoa.